Ala, kumbe kuna watu wengi hivi. Mheshimiwa Deputy President, waheshimiwa gavana wetu na wabunge, ndugu wananchi wa Meru, hamjambo. Mogeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Meru. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi leo tufike hapa Meru kwa shughuli hii ya muhimu ya mambo ya utalii na mambo ya wanyama wetu wa pori. Tulikuwa pale Laikipia mwaka uliopita. Na wakati tulikuwa pale Laikipia nilisema ya kwamba tutafanya sherehe ingine inayofuata hapa Meru. Leo tumefika hapa kwa shughuli hiyo ya muhimu. Na ningependa kusema ya kwamba kazi hii ya wizara yetu ya utalii na wanyama wa pori ni kati ya kazi ya muhimu sana. Na ndio sababu hiyo tumechukua nafasi hii kufika hapa Meru. Na nataka niwashukuru ndugu zangu watu wa Meru kwa imani yenu, kwa ushirika wenu na kwa umoja ambao naona imekita mizizi hapa Meru kwa sasa. Mimi nasema pongezi kwa yale mambo yanaendelea hapa Meru, hasa umoja wa watu wa Meru County na ushirikiano na mshikamano ambaye mko nayo kama viongozi kwa ajili ya kushughulika na mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nilikuwa hapa Meru majuzi na niko njiani narudi hapa Meru tena, kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Meru. Kuna yale tumekubaliana ya barabara. Kuna contractors tumewalipa tayari, wamerudi kazini, wengine wanafuata. Kuna maneno ya stima ambayo inaendelea kwa sasa. Nilikuja hapa nikawaeleza ya kwamba tumewapatia 1.8 billion ya mambo ya stima ya Meru, na hiyo kazi inaendelea katika kila constituency. Hao wabunge wetu wanajua hiyo kazi vile inavyoendelea. Niliwaambia vile vile katika ile harakati ya msukumo wa taifa letu la Kenya, tutawawezesha vijana wetu wajumuike katika ujenzi wa aina mbalimbali. Mambo ya affordable housing, mambo ya markets, mambo ya hostels. Hizo kazi zote ambazo zinaendelea kwa sasa mnaziona sehemu mbalimbali ya taifa letu la Kenya, ikiwemo hapa Meru. Na nitakuja hapa hivi karibuni tuweze kupangana na nyinyi katika harakati hiyo. Niliwaeleza vile vile kuhusu msukumo wetu kwa mambo ya kilimo. Na mimi nafurahi ya kwamba leo katika taifa letu la Kenya tunaona tofauti kwa mambo ya kilimo. Chai tumepata malipo zaidi. Kahawa imeongezeka malipo zaidi. Maziwa vile vile nyinyi kama watu wa Meru mko mstari ya mbele. Ile Meru Dairy is the largest dairy today in the Republic of Kenya. Mimi nasema pongezi kwenu. Na ile malipo ilikuwa chini kwa maziwa pale mbeleni, na furahi ya kwamba kwa msukumo wetu, kwa kushirikiano na stakeholders tofauti, tunaona bei ya maziwa inazidi na kupanda bei ili iwe manufaa kwa wakulima. Na washukuru vile vile kwa sababu ya uzalendo wenu. Meru hii inajulikana kwa mambo ya kilimo. Kenya imepiga hatua ya kusonga mbele. Na tumekubaliana ya kwamba mambo ya kilimo ishughulikiwe. Tuko na wale tunawaita wanaosaidia wakulima, agripreneurs. Tuko na program ya subsidized fertilizer. Tuko na program ambazo inasaidia wakulima katika sehemu mbalimbali. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba
tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya kwa kuzalisha chakula ya kutosha. And I must congratulate Meru for producing more food than Meru needs. And therefore you are helping us feed the rest of Kenya. Na mimi nataka niseme asante sana kwa hiyo shughuli mnafanya. Nataka niwashukuru vile vile kwa sababu tulikubaliana maneno ya masomo ya watoto wetu. Na niliwaeleza ya kwamba tutaweka taratibu ya sawasawa. Ile mpango ya CBC tuinyoroshe vizuri, tuajiri walimu zaidi, tuhakikishe ya kwamba tuna pesa ya kusimamia mambo ya education ya university na TVET na yale mengine. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba mwaka huu tena katika budget yetu tutaajiri walimu wengine 24,000 ndio tufikishe walimu 100,000 ambao watashughulika na masomo ya watoto wetu wa Kenya, ili mtoto hata mmoja Kenya asiwachwe nyuma katika masomo, kwa sababu masomo ndio inatupatia usawa kama wananchi wa taifa letu la Kenya. So we are going to work together. Na mbali na mambo haya yote na msukumo ambayo tuko nayo kwa kilimo, msukumo kwa mambo ya muundo msingi ya barabara na stima, na msukumo ile ambayo tuko nayo kwa mambo ya masomo ya watoto wetu, vile vile tuko na umuhimu katika sekta hii ya mambo ya utalii na wanyama wa pori. Na ningependa kuwaelezea mambo kadhaa ambayo tulikubaliana kama serikali tutahakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea kwa taratibu ya sawa sawa. Pale 2022 wale ambao ni rangers na wardens ambao wanatusaidia kulinda wanyama wa pori na kusimamia national parks, game reserves yetu katika Kenya walikuwa wachache mno. Ndio nikaamurisha KWS waajiri vijana wengine 1,500. Na nafurahi ya kwamba hawa vijana walihitimu mwaka uliopita. Sasa wameingia katika kusimamia park zetu, wanyama wetu katika sehemu mbalimbali, na tunaanza kuona tofauti. Vile vile nilisema ya kwamba ili wanyama wetu wawe salama na tuweze kuhakikisha kwamba tunasimamia kwa njia ya sawa sawa, pia tuwe na magari. Kiongozi mmoja wetu hapa, senator, amesema tunataka magari zaidi. Mwaka uliopita tulinunua magari 100 ya KWS ya kuhakikisha kwamba wanyama wetu in different parts, in different national parks wanasimamiwa vizuri, na vile vile tunapunguza ile human wildlife conflict kwa kuhakikisha kwamba officers wetu, wardens na rangers wako pale kuhakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea vizuri. So ya kwanza tulihakikisha kwamba tunaajiri vijana zaidi. Ya pili tumewapangia magari ndio ile kazi wanayofanya iwe efficient. Na ya tatu tukasema yale malipo yanapatikana katika national parks zetu. Kulikuwa na shida kidogo pale, tukasema sasa yakusanywe kwa njia ya dijitali ama e-citizen. Na kwa sababu hiyo mapato ambayo tumepata kuongezeka, ile collection ambayo inapatikana na KWS miaka miwili iliyopita ilikuwa 5.3 billion, last year ilifika bilioni 7, na mwaka huu naambiwa na Director General ya KWS ya kwamba watafikisha bilioni 7.5, pesa ambayo tunakusanya ndio tuweze kuwalipa hawa vijana waweze kusimamia national park zetu, na pia tuhakikisha kwamba kuna sustainability, kwa sababu kulinda wanyama ni kazi ngumu sana. We need a lot of resources to make sure that we look after our wildlife. Tuko na poachers, tuko na wakora wanataka kuua wanyama, na pia wanyama wale wanaharibu mali ya wananchi kama tusipowachunga vizuri.
Jambo la nne ambayo tumefanya in the last 2 years ni kuongeza ua ama fencing ili kumitigate ile interaction ya wananchi na mimea yao na mifugo yao na wanyama. Vile mlisikia waziri akisema, tumejenga ua kilomita 200 kufikia sasa. Mliona nilikuwa kule Laikipia tukianzisha one of the fencing interventions. Na mumetuuliza kwamba katika Meru hapa tulikuwa na fence, lakini it is now 15 years. Imeenda chini. So we must look at another opportunity kuweka fence hapa Meru, ndio tupunguze ile wanyama wanaenda kuharibu mali, mimea pamoja na mifugo ya wananchi. So I am giving instructions to the ministry to look for the necessary resources so that we can find the resources to fence off parts of Meru that are important, especially to reduce on the human-wildlife conflict that not only causes problems to citizens, but also their animals and their crops. Jambo la tano ambayo ni ya muhimu na ndio tumefika hapa leo kufanya ni tuliangalia mambo ya compensation. Kuanzia 2013 mpaka 2022, karibu miaka 9-10, ililipwa pesa bilioni 2.7, 2.7 billion. Lakini kwa miaka 2.5 tumelipa pesa ingine shilingi bilioni 2.8, 2.8 billion. Ni mpango yetu kuhakikisha ya kwamba sio jambo la kawaida mwananchi anapoteza mimea yake, anangojea miaka 5, 6, 7 kulipwa. Mtu anauawa na ndovu, familia inangojea miaka 5, 6, 7 walipwe fidia. Ndio mwaka uliopita nikaamurisha wizara yetu nikawaambia we need to change the modus operandi. We need to badilishe ndio tuhakikishe ya kwamba fidia inalipwa in the shortest time possible. Na ndio sababu hiyo tumepeleka sasa mambo ya fidia katika mrengo wa dijitali. Na hata wale tunawalipa leo, kati ya wale tunawalipa leo ni wale tunawafidia leo ni wale walipata matatizo mwaka uliopita na huo mwaka mwingine. So we are going to be blending. Tutakuwa tunalipa ile ya zamani, lakini vile vile tunataka tuanze kulipa ile current. Na mimi nataka niwaulize wananchi ya kwamba katika mpango huu sasa tuko na officers ambao watafanya kazi pamoja na rangers wetu, pamoja na wardens wetu, kuhakikisha kwamba report ya mifugo ambayo imepata matatizo na wanyama pori, report ya mambo ya crops ambayo imepata matatizo, ama mwananchi ambaye ameumizwa ama kuuawa na wanyama wa pori, hiyo report inakamilika ndani ya siku 90. 90 days. We must complete the report. Alafu tuanze kama serikali kuona kama itawezekana tuweze kulipa within 4 months. We pay compensation. And those are my instructions to the ministry. We must modernize so that we can reduce on human-wildlife conflict. Vile mmesikia gavana wetu wamesema hapa, matatizo mengi yanatokea kati ya wananchi na wanyama wa pori kwa sababu wananchi hawaoni faida ya huyu mnyama. Na wananchi asipoona faida ya mnyama wa pori, hapo ndio kunatokea matatizo. Na ndio sababu we have to do justice. Kwanza kukitokea ajali, either mwananchi ameuawa, ama ameumizwa, ama ng'ombe yake imeliwa, ama mimea yake imeharibiwa, tuweze kuwalipa kwa muda mfupi. Ndio wananchi wasipate hasara kwa sababu ya wanyama wa pori. Jambo la pili, ya muhimu ambayo inafaa tufanye
ndio tuhakikishe ya kwamba there is harmony between wildlife and citizens, ni kuhakikisha ya kwamba benefit ya mambo ya wanyama inagawanywa kati ya serikali na wananchi. We must see the citizens must see the benefits. Na ndio sababu hiyo tumekubaliana na wizara, and we're now going to bring back kama hii Meru National Park. Mnajua ilipata matatizo makubwa. Kulikuwa na shida kubwa ya mambo ya poaching. Kulikuwa na shida kubwa mambo ya insecurity because we had very few officers. We have now more officers. Tulikuwa pia na shida ya waegezaji. The good news ni kwamba sasa KWS na wizara yetu wamepatiana leseni, leasing ya hoteli 3 sasa katika Meru National Park. Na napenda yale yamesemekana hapa kwamba local investors pia wajumuishwe katika investment katika Meru National Park hapa. Mimi najua ya kwamba kuna watu wenye wanaweza kuendesha mambo ya hoteli hapa. So mjipange, kwa sababu watalii hawawezi kufika hapa National Park if they have nowhere to come and sleep. If they have nowhere to come and kutafuta chakula, kutafuta malazi. Na ndio sababu hiyo already pale Meru Mulika, mkifika pale tumeanza mwegezaji ameanza kujenga. We have another 3 facilities and we have another 6 facilities in the neighboring Kora National Park, so that we can encourage tourists to come to Meru National Park. Sio Meru National Park peke yake ambayo tumeongeza facilities. We have another 40 facilities in different parks in Kenya as we enhance facilities for tourism in our country. Kwa hivyo, jambo la pili kabla sijamalizia hapo ni kuhakikisha vile vile ya kwamba kuna infrastructure ya watalii kuja hapa. Mbali na kuwa na hoteli, mumesikia ya kwamba tumetoa pesa ya serikali milioni 250 kurekebisha Meru Mulika Airstrip. Ndio wale wanatoka mbali waweze kuland pale. Mimi najua ya kwamba hiyo milioni 250 haitoshi. We need another almost 240 million. And government of Kenya is going to make those resources available so that we can unlock the potential that exists in Meru National Park by making sure that there are hotel facilities and there is transport infrastructure to support the tourism potential and unlock that potential for the good of Meru and for the good of Kenya. Sababu tumefanya haya yote, muliona numbers yetu ya watalii. Numbers yetu ya watalii imeongezeka, wale kutoka nje from 2 million to 2.4 million this last year. Wale watalii wa Kenya ni watu 5.1 milioni, 5.1 million. And that is why I agree. Ndio sababu nakubaliana na mjumbe wa hapa amesema tutengeneze hii barabara. Kwa sababu sio watalii wa kutoka nje peke yake wanakuja National Park. Mumeona kwa hesabu kati ya watalii milioni 7.5 wanaotembea Kenya, watalii milioni 5 ni watu wa Kenya. Local tourism ndio wanaenda katika all our facilities. Therefore, it is important for us to facilitate citizens by making sure that there is sufficient infrastructure, barabara, vifaa ya wananchi kutumia katika national park zetu. Na ndio sababu tumepatia leseni hoteli zingine 40, because it is becoming clear that local tourism is the biggest part and portion of tourism that is supporting our economy. Hata ingawaje wale wanatoka nje ndio wanatuletea pesa za kigeni, lakini pia pesa zetu za Kenya ni sehemu kubwa ya mapato katika sekta hii ya utalii
na wanyama wa pori. Wananchi ambao wanatembea kama watalii wameongezeka, wageni kutoka nje wameongezeka kutoka 2 mpaka 2.4 million. Mpango yetu ni kusukuma hiyo numbers ili tuweze kufikisha 3 million na baadaye tufikishe 5 million. Mapato ambayo yamepatikana katika sekta hiyo imeongezeka kutoka 377 billion in the previous year to 400, I was given the numbers here, to 452 billion. So there is huge potential for earnings that is coming from the